Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Hamida Musa Hamis, ametoa onyo kali kukemea vitendo vya uvunjifu wa amani Zanzibar, kwani kufanya hivyo ni kwenda kinyume na sheria na kuhatarisha amani iliyopo nchini. Ameyasema hayo Tunguu wakati akizungumza na waandishi wa habari kufuatia taharuki iliyojitokeza ndani ya mkoa wake kuhusiana na kundi la vijana zaidi ya 200 waliojikushanya kutoka mikoa ya Zanzibar na Tanzania bara kwa ajili ya mashindano ya vyombo vya moto kinyume na sheria. Tunafahamu kila mmoja ana haki ya matumizi salama ya barabara na hakuna anayepaswa kuzuia mwenendo wa shughuli za wananchi wengine barabarani. Na ikitokea swala hilo, basi vyombo vyetu vya usalama barabarani kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunalazimika kuchukua hatua. Kwa hiyo nitumie nafasi hii, na haya ni maadhimio ya kamati ya usalama mkoa ambayo imekaa jana na kukubaliana kwamba kuanzia sasa tunapiga marufuku mikusanyiko na menendo ya waendesha pikipiki, Vespa wanaotoka katika maeneo mbalimbali nje na ndani ya mkoa wetu kwenda katika maeneo ambayo kikawaida walikuwa wanayatumia kwa shughuli hizo ambazo si za usalama. Sambamba na hilo, ameainisha jumla ya vijana 17 na vyombo 49 vimeshikiliwa na jeshi la polisi Tunguu mara baada ya kufika eneo la roundabout Unguja Ukuu kuelekea Cheju. Hata hivyo, amesema zoezi hilo la kupinga matukio ya mikusanyiko kwa vijana kwa lengo la kushindanisha vyombo vya moto litafanywa kazi kila mkoa, kwani linafanyika kinyume na sheria na halitakubalika katika visiwa vya Zanzibar. Tumekamata vyombo 49 na bado tunaendelea nao kufanya mahojiano na taratibu za kisheria kuchukuliwa. Lakini kwa hao waliokuwepo, wengine wanachodai kwamba kulikuwa na mashindano ya pikipiki. Lakini tulivyotizama kwenye taasisi au mamlaka ambazo zinapaswa aidha ziwe zimetoa ruhusa au kibali, hakuna ambaye ametoa kibali hicho. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba hakukuwa na jambo ambalo lilirasimishwa au liliruhusiwa. Ilichofanyika ni uhuni, uvunjifu wa amani, na ndio maana tukasema hao tuliowakamata wataendelea kusaidia ili tuweze kuwapata wale walioorganize yale mambo. Kwa upande wao, viongozi wa umoja wa bodaboda mkoa pamoja na wilaya wameeleza walivyolipokea suala hilo lililofanyika katika mkoa huo, sambamba na kutoa wito kwa vijana katika kuhakikisha wanatunza amani iliyopo Zanzibar. Ukweli tumeathirika sana kwa sababu watu hawajui nani bodaboda. Mtu akiona na pikipiki bodaboda, akiona TVS King ni bodaboda, lakini kiukweli sio bodaboda tofauti. Sisi hatusiki wala tutambui. Kwa tunaambia tu vijana wetu ambao walokuwa ni bodaboda wasishiriki katika mambo ya uhalifu aina yoyote, na watakapopata taarifa zozote watufuate sisi viongozi wao ili tufuatilie sehemu inayohusika. Ili uwe bodaboda basi lazima uwe na leseni iliyo halali, usajiliwe na serikali, usajiliwe na brazi na upate uniform ambayo inakujulisha wewe unatoka wilaya gani na unafanyia kazi wilaya gani, kituo gani. Na taratibu zetu sisi tunapitia kwa masheha wanafahamu kwamba huyu ni mwanachama wa brazi. Kwa hiyo tukio limetokezea, lakini lilivyotokezea ili tukio kwamba asilimia wingi tumewauliza viongozi wetu wa wilaya, wamesema kwamba hawa ni waendesha pikipiki, hamna bodaboda hata mmoja ambayo alioathirika hata kidogo. Nikiripoti mimi ni Musa Hamad wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.